Mimi naitwa Apolinari Kamwapwa, ni makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Tarehe 19 Mei 2025, Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili kinaandaa kambi maalum ya afya ya moyo kuelekea uzinduzi wa awamu ya pili ya kituo cha umahiri wa magonjwa ya moyo na mishipa ya damu. Kwa hiyo tunajulisha umma kwamba kambi hii maalum imepangwa kwa tarehe 21 na 22 Mei 2025 kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 10 jioni kwa hizo siku mbili, na kambi hii itafanyika chuoni MUHAS, lakini katika kampasi yetu ya Mloganzila. Kambi hii ni sehemu ya shughuli maalum zinazoandaa mazingira ya uzinduzi wa awamu ya pili ya mradi wa kituo cha umahiri wa magonjwa ya moyo na mishipa ya damu Afrika Mashariki ambao utafanyika tarehe 23 Mei 2025 ambayo itakuwa siku ya Ijumaa. Katika kambi hii ya siku mbili, yaani tarehe 21 na 22 Mei ambayo itakuwa siku ya Jumatano na Alhamisi wiki hii, wananchi watapata huduma mbalimbali bure, zikiwemo uchunguzi wa awali wa magonjwa ya moyo. Namba 2, uchunguzi wa visababishi vya magonjwa ya moyo. Namba 3, wataalamu wetu watatoa elimu na ushauri kuhusu afya ya moyo. Namba 4, itatolewa elimu kuhusu matumizi sahihi ya dawa za magonjwa ya moyo. Na namba 5, wananchi wataweza kupatiwa huduma saidizi kwa wagonjwa ya moyo. Pia wananchi watajionea bidhaa na huduma mbalimbali zinazotengeneza na kutolewa na wataalamu wa MUHAS. Kwa hiyo katika kampasi yetu ya Mloganzila pale kwenye kituo cha umahiri wa magonjwa ya moyo na mishipa ya damu kutakuwa na mahema ambako tutaonyesha baadhi ya bidhaa na huduma zinazotolewa na wataalamu wetu hapa MUHAS. Kauli mbiu ya tukio hili ni linda afya ya moyo wako. Linda afya ya moyo wako. Sasa haya kama nilivyosema ni maandalizi ya uzinduzi wa kituo cha umahiri wa magonjwa ya moyo na mishipa ya damu ambayo sasa hiyo itakuwa uzinduzi ni tarehe 23 siku ya Ijumaa. Sasa uzinduzi ni wa nini? Tunatoa taarifa kwa umma kwamba uzinduzi wa awamu ya pili ya mradi wa kituo hiki unakuja baada ya mafanikio makubwa ya awamu ya kwanza yaliyojumuisha ujenzi wa jengo la kufundishia, yani multipurpose building, na kutoa mafunzo kwa wataalamu wa afya. Hivyo sasa awamu ya pili inayokuja inalenga kujenga hospitali ya kisasa ya moyo, kuendeleza mitaala ya kitaaluma, kufanya tafiti za kina kuhusu kinga, tiba na ukarabati wa wagonjwa ambao walipata madhara ya moyo, halafu sasa wanaendelea na matibabu kwa ajili ya jinsi ya kurekebisha na maisha yao yawe sahihi. Lakini vile vile tutakuwa na program za kijamii, yani community outreach programs. Kituo hiki ambacho kitahusisha ujenzi wa hospitali ya kisasa ya magonjwa ya moyo ni sehemu ya mpango wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wa kuanzisha vituo vya umahiri kwenye fani tofauti. Kama mnavyofahamu, kwenye awamu ya kwanza nchi mbalimbali zilijenga vituo hivi. Sisi tukajenga awamu ya kwanza ya kituo cha umahiri cha magonjwa ya moyo. Kenya wakajenga kituo cha umahiri cha mambo ya magonjwa ya figo. Uganda wakajenga kituo cha umahiri wa magonjwa ya saratani. Rwanda wakajenga kituo cha umahiri cha ukarabati wa vifaa tiba, biomedical engineering. Kwa hiyo kila nchi ilichukua eneo mahususi. Sisi Tanzania tulichukua eneo ya ugonjwa wa moyo. Kwa hiyo hii sasa ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza tulijenga hicho kituo cha umahiri ambacho ni mafunzo na tukafundisha wataalamu. Sasa serikali imewekeza kujenga sasa hospitali ya magonjwa ya moyo, kufundisha wataalamu, kufanya tafiti pamoja na hizo huduma za kwenda kwenye jamii. Mwaliko kwa umma. Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili inawakaribisha wananchi wote kushiriki katika kambi hii muhimu. Nimesema kambi itakuwa siku ya Jumatano na Alhamisi ambayo ni 21 na 22 Mei pale katika kampasi yetu ya Mloganzila. Na hii ni muhimu sana wananchi kuja kujua afya zao za moyo na kupata ushauri. Hivyo tunaomba muungane na sisi katika kuadhimisha hatua hii kubwa ya maendeleo katika sekta ya afya, elimu na afya na elimu ya juu. Mgeni rasmi katika uzinduzi huu wa kituo hiki cha mradi huu atakuwa ni Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda,
Hafla hiyo pia itahudhuriwa na wadau wageni mashuhuri mbalimbali wakiwemo viongozi wa serikali, wanazuoni, wataalamu wa afya, wahisani, wadau wa elimu na wanajamii kwa ujumla. Kwa hiyo wananchi wote mnakaribishwa siku ya Jumatano na Alhamisi wiki hii tarehe 21 na 22 katika kuja kuangalia afya ya mioyo yenu, kupata ushauri, na huduma hii ni bure.